Kama kawaida Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Karibu sana na asanteni sana kwa kunivumilia kwa wiki mzima. Nimekuwa holiday, lakini kwa hivi sasa nimeweza kurudi. Na kilio cha baba mzazi mwanake wa kipekee kuweza kuaga dunia kwa sababu ya upumbavu ya viongozi ambao tamaa zao ni zile zile, na wakiweza kutajwa kwa sababu ya zile makosa ambazo wanafanya. Jambo la maana sana kwao ni kuondoa ule mtu kwa njia ya kumua. Nataka usikize kwanza hichi kilio cha babake tukiendelea na hii video. Seme, kwa nini ulimuua mtoto wangu? Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi, hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu pekee abebe, na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee? Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hawa viongozi wameambiwa na watu wengi, wamezungumziwa, yani wamekaa mpaka vikao. Nataka usikie kikao hata 2 months ijaisha baada ya wale watu ambao waliuliwa na mapolisi kule Marakwet. Nataka usikize hii video. Viongozi ama wazee wa ile kijiji wakizungumza na mkuu wa polisi nchini Kenya kwa njia ya ustaarabu, lakini hakuweza kusikia. No wonder very soon wananchi wanaenda kuchukua sheria kwenye mikononi, kwa sababu ni kama polisi sasa watakuwa ni kama maadui. Ni huzuni kubwa sana. Si kila polisi ni mbaya, siko hapa kuprovoke polisi hata kidogo, lakini ule uchungu ambao utakuwa ndani ya watu, watakuwa wanaona polisi, wanaona ni kama adui. Sikiza hii video ya mkubwa wa majeshi wa polisi akipigiwa makelele ama kufanyiwa lecture kama mtoto. Sikiza hii video tukisonga. Naomba unisikilize, kama utaenda kunifunga au usinifunge ni sawa. Mimi nimejitolea. Jambo la kwanza, sisi ni kabila ya Ruto, na risasi inapikwa na kabila ya Ruto, na unakula mshahara ya Ruto. Itakuwa maneno mbili. Uende au tuanze kuua polisi. Kwa taarifa kwangu, usichukue ya mtu mwingine. Naomba unisikilize kwa makini. Nielewe kwa makini. Wewe unasimamiwa polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu. Nimekuhesabia ya kwanza huko nani ya pili. Alafu tena 6 imekuwa. Ni polisi ina uniform kama ya kwako. Ana G3, ana AK, anapiga mtu risasi, ameungana na TC. Sasa hii kabila, kwa sababu Ruto ni kabila ndio umetoa askari akuja tuue. Chakua hiyo upaki polisi, sika hiyo ambaye ameua watu. Ukitaka kuishi amani, chukua hii watu, uchukue. Alafu la pili, narudi, sikia, mnakuja hapa mnasema nyinyi ni serikali. Kama sio sisi, nyinyi mnakuwa serikali ya nani? Ujiulize kwa hapo, kwa hiyo kiti yako. Kama sio sisi, utakuwa serikali ya nani? Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. Sasa ile huzuni ambayo iko ni ya kwamba viongozi walikuwa wamenyamaza. Kiongozi kama William Samoei Ruto, Raila Amolo Odinga na wengine walikuwa wamenyamaza kabisa, kwa sababu hii ni mambo ya polisi. Sasa si mambo yao. Wakiulizwa wanasema mkubwa wa polisi yako pale. So wameanza kuongea pale ambapo wameona hata CCTV za hospitali zimekatana na wao. Wanasema nyinyi mleta mtu wenyu kama amekufa. Mleta mtu kama amekufa. Point number 2, pathologist wameonyeshana ya kwamba jamaa hakujigonga venye wanasema. Alikuwa na maumivu mpaka za mgongo. Alikuwa anajigonga aje kwa mgongo? Maumivu za mgongo, kichwa, kila pahali, kujinyonga. Alikuwa anajinyonga. So wameanza kuzungumza moja kwa moja. Raila Amolo Odinga ametoa sasa habari yake, hata kama ni ya kuhuzunisha. Mimi siko hapo. Mbona hakuongea? Nataka tuwe real. Sitaki kuingilia side yote. Sitaki nikasirike. Mbona hakuongea wakati wa kwanza? Mbona Ruto hakuweza kuzungumza wakati wa kwanza? Mbona mkubwa wa majeshi, hata kama wengine wanafikiria na fiksiwa, mbona siambie naibu wake kaa kando, hii maneno kwanza to deal nayo? Cover up hapa na pale. Nataka usikize hii video ya gavana wa Nairobi akijitolea sasa kupeana kazi
kwa mkewe Albert, kwa babake kununuliwa shamba. Mbona atolewe huko Homa Bay? Nauliza, hakuna kazi Homa Bay? Kwani hakuna governor Homa Bay? Mbona hii story kila mtu ikifanyika huko Nairobi sasa yeye ndio Sakaja, yeye ndio sasa mwokozi, sasa yeye ndio sasa ameamua ya kwamba atasaidia familia? Hii ni cover up ambayo ni kubwa sana. Ni aibu kubwa sana ambayo Kenya tunashuhudia kwa hivi sasa. Sikiza hii video tukisonga, wewe mwenyewe uamue. Excellency, unajua kumekuwa na maneno kidogo Nairobi. Jana ile mambo ya yule kijana anaitwa Ojwang, nilimjua huyo kijana. Albert Ojwang alikuwa anafanya na timu yangu once in a while. Yesterday CCTV imetolewa from my hospital Mbagathi. There are many things we can do for the family. Tayari nimekaa na baba yake na bibi yake na mama yake. Hatuwezi mrudisha huyo kijana. Bibi yake nimempatia kazi Nairobi County. Hatuwezi rudisha huyo Albert. Baba yake tumemtafutia plot Homa Bay apate rental income generating. But hatuwezi mrudisha huyo kijana. What we want is justice. Haki itendeke. Haki itendeke. Na Your Excellency, nimefurahia tuliona kauli yako ambao ulitoa. Let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali, his body was cold. He had been dead for hours. I know you do not agree with the cover up. Kusikue na cover up. Haki itende? Wangapi wanataka haki itendeke kwa familia ya Ojwang? As has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. I have seen William Ruto saying that he is not going to allow rogue police officers. The rogue police officer called Lagat works under the instructions of William Ruto. When I was in Kasarani, Mweki PCA, it is William Ruto who called Lagat and told him to withdraw police officers so that goons can come and attack us inside church. William Ruto, how can you say you don't want rogue police officers when you are the one who has made them rogue, because you are the one who gives them instructions on what to do? Sisi tunataka tuseme, hata wale watu walitekwa nyara huko Marakwet, postmortem imefanyiwa, wamepatikana, they were also tortured. Na nilisema there is a squad of 101 police officers that was formed upon the approval of William Ruto, attached to the National Intelligence Service for high-level training on abductions, torture, and extrajudicial killings. So, whoever William Ruto, if you are serious, first order the disbandment of that unit that you founded for the purposes of torture, for the purposes of abduction and extrajudicial killing. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini.